Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nakwambia mtakatifu wa Mungu, hakuna jambo muhimu kwenye maisha yetu. Haijalishi saa hii unaona ugumu, haijalishi saa hii unaona ni kama gharama, haijalishi saa hii unaona ni kama haiwezekani, lakini ukweli ni kwamba kama hatuwezi kuomba vile inatupasa kuomba, hatutapata kamwe baraka za Mungu. Na kama tukishindwa kutembea katika ukamilifu wa baraka za Mungu, ujue tutapotea tu. Mwanadamu ni dhaifu, anapokosa mahitaji yake ni dhaifu, atalalamika, atanung'unika. Sikiliza, unisikilize vizuri. Wana wa Israeli, kilichowakosi kule jangwani, kilichowafanya wengi wakose kuingia mji wa Kanaani, ni kwa sababu walikuwa wanaona mahitaji mengi ya maisha yao. Ndio maana wanamlilia Musa, wanasema, Bwana, tulikuwa tunakula nyama kule Misri, tulikuwa tunafanya hivi na hivi, tulikuwa tunapata haya. Kwa hiyo kwa nini tupate? Biblia inasema kwa sababu ya manung'uniko waliokuwa nayo waliishia jangwani. Waliishia jangwani. Kila mmoja kuna namna ambavyo akipata kitu fulani atalizika, amani ya Kristo itakaa ndani yake, itamsaidia kujua Mungu yupo. Na kadiri tunavyoomba Mungu na kupata haja ya mioyo yetu, ndipo tunatiwa nguvu, ndipo tunatiwa moyo, ndipo tunapata tumaini la kuendelea kumtegemea Mungu. Kama hujajua Mungu ni kiasi gani ni msaada kwako, hutamheshimu huyo Mungu, hutamthamini huyo Mungu, hutamtaka huyo Mungu, hutamhitaji huyo Mungu, maana hujui ni msaada gani kwako, ni msaada kiasi gani kwako. Kwa hiyo kuna upinzani mkubwa wa kuomba. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Luka 11 mstari wa 5 na kuendelea. Akawaambia, ndio, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu nikopeshe mikate 3, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu atoka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Na yule wa ndani amshiba akisema, usinitaabishe, mlango umekwisha fungwa, nasi tumelala kitandani, mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe? Naambia ya kwamba ijapokuwa aondoke ampe, kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile sivyoacha kumwomba, ataondoka na kumpa kadiri ya haja yake. Ndio nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila ambaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe, au samaki badala ya samaki atampa nyoka? Au akimwomba yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni atazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu au wamwombao? Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Jamani, sema amina kwa jina la Yesu. Unisikilize mtumishi wa Mungu. Kitabu cha Zaburi ya 119 mstari wa 45 kidogo. Anasema, huyu ni mwombaji huyu. Bwana, ninakuita kwa moyo wangu wote, nami nitayatii maagizo yako. Ninakuita niokoe, nami nitazishika sheria zako. Nitazishika sheria zako. Ninaamka asubuhi na mapema na kukuomba msaada. Nimeweka tumaini langu katika neno lako. Sikufumba macho yangu usiku kucha, ili niweze kutafakari juu ya ahadi zako. Usikie sauti yangu sawasawa na upendo wako. Bwana, uyahifadhi maisha yangu sawasawa na sheria yako. Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Wale wanaopanga mipango miovu wako karibu nami, lakini wako mbali na sheria yako. Bwana, hata hivyo wewe ukaribu, na amri zako zote ni za kweli. Tangu zamani nimejifunza kutoka shuhuda zako kwamba umezithibitisha ili zidumu milele. Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Maombi yanatufanya kuwa karibu na Mungu na kuwa na uwezo wa kuwa wasikivu mbele za Mungu, kumsikia Mungu na shuhuda zake kuzipokea.
kuzipokea na kuzihifadhi ndani yetu. Kwa hiyo kwenye hatua ya pili tunayoshuka huko, nitakuambia kwa nini nimehusianisha hivi vitu viwili: upinzani wa maombi na upinzani wa shetani kumtenga mtu na Mungu, kumtenga mtu, kuiba mtu, kuondoa muda kwa mtu ili asiwe karibu na Mungu. Kwa sababu sema amina kwa jina la Yesu. Tuangalie hiyo hatua ya pili, alafu niunganishe kwa sababu ya muda wetu umeenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Tuangalie katika kitabu cha Waebrania umuhimu wa kutenga muda kwa ajili ya Bwana. Kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 30 wa 23. Alafu anzia hapo kuendelea mbele mpaka ule mstari wa 15. Waebrania sura ya 10 mstari wa 23. Naam. Neno la Bwana linasema, na mlishike sana ungamo la tumaini letu. Na mlishike sana tumaini la ungamo la tumaini letu. Ungamo la tumaini letu. Lisigeuke. Maana yake usitoke nje ya mwongozo wa Mungu. Usitoke nje ya maelekezo ya Mungu. Usitoke nje ya mfumo wa utaratibu wa kiungu. Ulishike sana. Ndio maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Aliyepanga hivyo, aliyepangilia, aliyetengeneza huo mfumo, yeye ni mwaminifu sana. Kwa hiyo atautazama sana huo mpangilio wake, huo mfumo wake, huo utaratibu wake, atauangalia sana. Ndio tukaangalie sisi kwa sisi. Ndio tukaangaliane sisi kwa sisi, na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri. Ndio wala tusiache kukusanyika pamoja. Kama ilivyo desturi ya wengine. Wengine maana hata mataifa wanakusanyika, hata mapepo yanakusanyika, hata wachawi wanakusanyika, hata mashetani yanakusanyika. Yaani wanakusanyika, na wanakusanyika kwa ajili ya kupanga mipango yao. Ndio maana kuna maneno pengine maandiko yanasema hivi, yamkini wanakusanyana, wamekusanyika lakini kwa shauri ovu. Kwa hiyo usipokusanyika wewe, wao wanakusanyika. Wachawi wanakusanyika, mapepo yanakusanyika, wabaya wanakusanyika, wote wenye kuona kuwazia mabaya, wenye hila juu yako, wenye mipango mibaya juu yako. Lazima ni sharti na ni kanuni ya kukusanyika. Kwa hiyo wao watakusanyika kwa ajili yako, lakini wewe kama haukusanyiki kwa ajili ya Bwana ili uwe na nguvu ya kuwashinda, lazima watakushinda. Endelea mbele. Bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo. Kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Maana kama tukifanya dhambi, Amen. Kwa kadiri tunavyoona siku ile inakaribia. Wangapi wanajua siku ile inakaribia kwa nguvu sana? Siku ile ya kuja kwa Bwana inakaribia kwa nguvu sana. Inafanya bidii sana kukaribia katikati yetu. Inaweza ikakukaribia kwa njia ya umri wako, inaweza ikakukaribia kwa njia ya mpango wa kimungu mwenyewe, yaani namna Mungu aliyopanga kwa ajili ya kunyakua ulimwengu. Kwa sababu kuna watu wengine wanabaki tu wanawaza kwamba mbona hajaja, hatujaona ule mwisho. Sikiliza, jiulize, ulikuwa na miaka mingapi miaka 5 iliyopita? Na mwaka huu una miaka mingapi? Na kesho utakuwa na miaka mingapi? Na ahadi ya Mungu juu ya maisha ya mwanadamu ni miaka mingapi kuishi katika dunia hii katika mwili? Na baada ya kufa unakwenda kukutana na nani? Baada ya kuondoka katika huu mwili unakwenda wapi? Unakwenda kukutana na nani? Utakutana tu na Mungu kama ulitenda mema, utakutana na Mungu kama ulitenda mabaya, lakini ijara yako, thawabu yako itakuwa katika mateso ya milele. Kwa hiyo unapokuwa unaona, usikae tu katika mfumo wa aina moja, akili kalala. Unasema maana mambo yako vile vile tu. Sikiliza, hayako vile vile. Siku ile inakukaribia kuliko kawaida. Siku yako inakujia kuliko kawaida. Na maandiko yanasema siku za mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke hapa duniani ni chache, nazo zimesombwa, zina shida, zinapita kama kivuli, hazichelewi kupita. Lakini shetani anaweza kukudanganya ukaona ni kama miaka bado, ni kama siku bado, ni kama bado una muda, lakini ni udanganyifu wa shetani. Kwa hiyo vitu hivi
ya kwamba wakati shetani anafanya mikakati ya kukuzuia usiombe ili usiwe na ushirika na baba yako, usiwe na ushirika na Mungu wako, ndivyo ambavyo anapanga mipango pia ya kukutenga mbali, usiwe na muda na baba. Na daima iko hivi, usipokuwa na muda juu ya Mungu utakuwa na muda juu ya shetani. Maana usipokuwa na Mungu kwa njia ya watumishi wake, kwa njia ya kukutanika pamoja kama watakatifu wa Mungu, kama watumishi wa Mungu, ndipo utakuwa na muda. Mungu, shetani atatuma mawakala wanadamu, muda ambao ungetumia kutafakari na Mungu, kutafakari na watakatifu wengine, kumfanyia Mungu ibada, kufanya kazi ya Mungu. Muda huo shetani atakuletea wakala mbea, atakuletea wakala mwongo, atakuletea wakala huyu na yule na yule, atakuletea wakala. Kwa hiyo utatumia muda ule kama ambavyo ungetumia kwa Mungu. Hakuna udanganyifu. Ukishinda kuutumia muda kwa Mungu, utautumia muda kwa shetani kupitia mawakala wake. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Sasa kwa nini ni muhimu kuwa na muda? Biblia imesema wazi kabisa. Tumeisha Mungu mama yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unisikilize mtumishi wa Mungu. Unisikilize. Amen. Unisikilize. Kwa nini shetani anapinga sana tusiwe na muda wa kusanyika? Na ndio maana leo hii unisikilize. Kwa siku hizi ambazo tumekuwa kwa sehemu tunafanya, unapokuwa unakuja Jumapili kanisani, unakuja Jumanne kanisani, unakuja Alhamisi kanisani, pengine hata kwaya huko, pengine hata siku ya wamama, pengine hata maombi ya saa 2, shetani anapiga kelele kupitia wanadamu. Unisikilize, shetani bila mwanadamu hayupo, na mwanadamu bila shetani hawezi kufanya kazi. Kama ilivyo Mungu bila mwanadamu hutamuona. Sema amina kwa jina la Yesu. Na Mungu bila mwanadamu hatatenda kazi timilifu. Na ndio maana ukijaribu tu kutenga muda, shetani atakushambulia kwa lugha mbalimbali. Oh, ni mvivu. Oh, huna kazi ya kufanya. Oh, kalikwenda kakarudi. Atakushambulia kana kwamba umekuwa mtu wa tofauti, unachokifanya ni tofauti, ni kama umekuwa mtu sio namna gani. Lakini sikiliza, ni lugha za kishetani za kukuvunja moyo na kukuibia muda wako, ukate tamaa, usiwe na namna ya kukusanyika. Atakupa kila lugha za kukuvutia, atakupa mifano mbalimbali za watu ambao wamekwisha kufanyika mateka wake, hawana tumaini la uzima wa milele, hawana mpango wa kwenda mbinguni, wameshafanyika mateka chini ya shetani. Anawatumia kama watumishi wake. Atakupa mifano ya namna hiyo ili tu akutenge wewe na muda wako kwa ajili ya Mungu. Na anajua kadiri unavyokuwa na muda wa karibu na muda mwingi pamoja na Mungu, ndivyo ambavyo unakuwa karibu na Mungu, unakuwa na mamlaka, unakuwa na uwezo, unakuwa na nguvu, unakuwa na mamlaka juu ya shetani. Amen. Kwa hiyo atatumia lugha za kila aina. Sikiliza, wakati unapokuwa na muda wa kutosha na Mungu, kinachotokea, naomba rudia mtumishi wa Mungu taratibu. Hiyo misali michache. Wewe. Ndio. Na mlishike sana ungamo la tumaini letu. Mlishike sana ungamo, maana makubaliano yetu, kiapo chetu, makubaliano yetu na sisi na Mungu, tangu tunapokuwa tumeokoka, tunapokuwa tumemwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunakuwa tumegonga muhuri ya kwamba tutaishi kwa mpango wako, tutaishi kwa kanuni yako, tutaishi kwa sheria yako, tutaishi kwa utaratibu wako. Sasa anasema mlishike sana tumaini hilo la ungamo wenu. Amen. Amen. Ndio, lisigeuke. Maana yake usisaliti. Kwa nini? Kutakuja namna fulani shetani akikusonga kwa namna mbalimbali ili uligeuke ile ungamo, ili ulisaliti ile ungamo. Alafu maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Yeye aliyemuahidi, aliyetuahidi ni mwaminifu. Sema amen. Amen. Ni mwaminifu. Kwa hiyo wewe nenda kushoto, nenda mbele, nenda nyuma, nenda kule, yeye ni mwaminifu, atakungoja. Amen. Nikacheka sana. Muda mchache moyoni mwangu tulikuwa nimecheka moyoni mwangu. Unajua kuna vitu najifunza, sema amen. Mnisikilize, kuna vitu najifunza. Ninapokuwa Mungu amenipa kuwa karibu sana, wasiliana karibu sana. Inabidi
rafiki yangu Rehema, lakini kuna kitu najifunza ndani ya mfumo huu anajifunza. Juzi hapa ananiambia, ni jana kama sikosei, ananiambia baba, simu yangu imeharibika. Kwa hiyo sijawa hewani, nilikuwa nimeweka line yangu kwenye simu ya mtu mwingine. Nikapewa picha ya shuhudia alipokuwa anatoka Mbeya. Mungu anamtoa kwenye miliki ya shetani, anamleta kwake mwenyewe. Alikuja hapa, matukio yaliongozana, mara hiki mara kile, mara hiki mara kile, mara hiki mara simu hiki mara kile, ili tu cha shetani. Na ndio maana nikwambie, kuna mali ukizipata katika mfumo wa kishetani, uwe na uhakika zitatolewa tu. Shetani atadai kwa njia yote na wala hutajua, ila atazidai. Hata yale mali unayoyapata kwa muda usio sawa, ukiwa umemdhulumu Mungu, kuna wakati Mungu shetani atadai, ataiba tu. Wao usikaanza kulalamika kwamba imekuwaje, bahati mbaya. No, aliyekupa muda na ukautumia, alafu anaona unataka kumsaliti, atakuja nyang'anya vya kwake. Hebu sema mimi kwa jina la Yesu hai. Akaniambia simu yangu imeharibika. Wakati huo nakumbuka muda mchache Mungu anasemaje? Mungu amesemaje? Ni jana tu ananiambia simu yangu imeharibika. Okay, tunarudi, hiyo simu uliipata pataje? Alafu shetani akubali tu ulioipata kwa njia dhalimu, kwa njia za ubaya, kwa njia za uovu, alafu ndio unatunzia mahubiri, ndio unarekodia mahubiri, ndio unasikiliza, unatunza vitu vya kimungu. Aliye na wivu hivi unamchezea shetani eti. Shetani, watu wa Mungu, hajawahi kuwa na jema. Sikiliza, aliimba mwimbaji mmoja, mimi naona aliimba kwa ufunuo sana ule wimbo wa tupa tupa. Akasema shetani, jamani, akimkopesha mtu kitu hajawahi kudhulumiwa. Lazima utalipa na senti ya mwisho. Utalipa tu. Anasema unalipa tu. Kwa hiyo uwezo ukapata kitu, ulitumia muda wa shetani, yeye alikupa yeye muda, mkafanya naye, alafu mwisho wa siku, alafu msaliti ukitumia kwa ajili ya Mungu, atakunyang'anya tu. Jamani, hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu endelea mtumishi wa Mungu hapo chini. Tukaangaliane sisi kwa sisi. Tunapokuwa tuna muda hivi, sikiliza, unaangalianaje sisi kwa sisi, wakati ilitupaswa tuwe kama hivi tulivyo? Kwa mfano leo si Jumapili, ilitupaswa tukusanyike kama hivi ili tuangaliane, huyu anaendeleaje, huyu ukoje, alafu wewe haupo, tutakuangaliaje? Haupo. Na kuhimizana katika upendo na kazi. Okay, na kuhimizana katika upendo na kazi njema. Tunahimizanaje na mtu ambaye hayupo? Kwa sababu tukikusanyika ndio wanakwaya, wakikusanyika ndio wanahimizana. Jamani tusane sana, jamani tuombe, jamani tufanye hivi, jamani acha mabaya, jamani jitengeneze. Mnahimizana kwa sababu mko pa. Ndio. Wala tusiache kukusanyika pamoja. Wala tusiache kukusanyika pamoja. Kusanyiko lina maana mbele za Bwana. Sema amen. Kukusanyika pamoja kuna maana kubwa, kwa sababu ni amri ya Mungu. Ameahidi katika kusanyiko nitatembea, na katikati yenu mimi nitakuwa baba yenu, nanyi mtakuwa wanangu wa kike na wa kiume kwenye kusanyiko. Ndio kama ilivyo desturi ya wengine. Unisikilize, Mungu ametuahidi sisi kuwa wanafunzi wake kwa njia ya Yesu Kristo. Anasema enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Sikiliza. Na ndio maana katika mifumo ya kawaida ya elimu ya dunia wametengeneza mfumo wa kukusanyika. Wanakusanyika kama shule, wanakusanyika kama darasa. Kuna darasa la form 1, form 2, form ngapi? La kwanza la ngapi na ngapi? Na ndio maana katika kusanyiko kama hili tunaona kuna madarasa ya watoto, kuna madarasa ya vijana, kuna madarasa ya mama, kuna madarasa. Tunapokutanika pamoja tunakuwa kama shule. Na ndipo tunapoweza kuwa wanafunzi wazuri tunapokusanyika pamoja. Ndani ya kusanyiko hilo ndipo mwalimu anakuja kama mwalimu. Kwa nini? Kwa sababu, na ndio maana tunashangaa wanafunzi wanapokusanyika darasani, mwanafunzi huyu anajua hiki, huyu hajui hiki, huyu anajua kile, huyu anajua kile, wanasaidia
kujadiliana jambo hili. Kwa nini? Kwa kujadiliana wanapeana maarifa. Na ndio maana mtu anayeweza kujitenga hawezi kuwa na maarifa timilifu ya kimungu, maana anakosa kushare na wengine. Hebu sema amina kwa jina la Yesu hai. Lakini zaidi ya yote Mungu anazungumza katika kusanyiko, anatutembelea kama mwalimu wetu, anatutembelea kama baba yetu. Na ndio maana baba, hakuna baba wala mama anayetaka kuwapa chakula watoto anapo mwingine yuko kule, mwingine yuko kule, yuko mwingine kule. Na ndio maana saa ya chakula wanakusanywa pamoja, wanakaa katika meza moja, wanaanza kula hicho chakula ili wawe pamoja. Na wanapokuwa pamoja, levo yao ya afya inakuwa pamoja, ufahamu unakuwa pamoja, ukuaji unakuwa pamoja, maana wanakuwa pamoja, chakula cha aina moja. Hebu sema amina kwa jina la Yesu hai. Sema tena amina kwa jina la Yesu hai. Mungu ni Mungu wa utaratibu, na ameweka utaratibu ambao kama tukiuvunja tunatengana naye, tunakaa mbali naye, tunatengana na baraka zake alizozikusudia tokea mwanzo kwenye maisha yetu.